Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitaona unatenda huko juu. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni Chuma msishike hizo chuma. Chuma msishike. Yes, mara baada ya kumalizika kwa ibada ya kuweza kutoa heshima za mwisho kwa kaka Jefu katika kanisa la Presbyterian lililoko kule Upanga, na mwili umewasilia hapa katika makaburi yaliyoko hapa Kinondoni kwa ajili sasa kwenda kupumzisha mwili wake katika makaburi haya. Ndugu yetu atapumzika. Uni utamaduni ama desturi ya kibiblia. Hata Ibrahimu alipokuwa anatoka katika nchi yake, alikwenda katika nchi ya ugeni, alitafuta mahali ambapo atawazika watu wake. Wakataka kumpatia eneo bure, akasema hapana, siwezi kuzika watu wangu mahali ambapo sijakomboa. Niweka wakfu eneo hili, inamaanisha tunalimiliki mahali hapa, ni sehemu sahihi ambapo Emesu atapumzika mpaka siku ile ambayo Bwana atakuja na kuwafufua wale wote waliolala na walio hai kwa pamoja waweze kumlaki mawinguni. Kwa hiyo tutafanya maombi haya ya kuweka wakfu mahali hapa, na kwa sababu tunaliweka jina la Yesu mahali hapa, hakuna imani yoyote ya giza ya watu wanaokuja sisi kuchukua mili mahali hapa. Tunaweka ulinzi wa jina la Yesu na damu ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Marafiki zangu, tangu siku za baba yetu katika imani Ibrahimu, imekuwa ni desturi kwa kila kizazi cha wana wa Mungu kutenga pahali kwa mazishi ya wafu. Hivyo hivyo Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili tuhesabiwe haki, alitukuza na akaweka wafu mahali pale alipozikwa. Hiyo ndio sababu tumekusanyika hapa leo, ya miili ya watu ambao wameacha maisha haya na kwenda katika maisha ya milele pamoja na Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ninaweka eneo hili wakfu ili tumike kwa tendo la kupumzisha mwili wa ndugu yetu Jeffrey Olaki Emesu. Mungu wa milele, wewe si Mungu wa wafu, bali ni Mungu walio hai. Kwa vile wote huishi ndani yako, tutazame kwa huruma, tukuomba tunapoweka wakfu eneo hili la ardhi kwa utukufu wako, ili utenge kutokana na matumizi yote mengine na kupeleka wakfu kwa ajili ya mazishi ya yule ndugu yetu aliyefariki katika dunia, anayekuja kwako na kujiunga katika ushirika wa waumini wengine wote. Kwa Yesu Kristo Mwokozi, kwa mamlaka nilionayo ndani ya kanisa na ndani ya ufalme wa Mungu, sehemu hii imewekwa wakfu na kutengwa kwa ajili ya tendo hili la kupumzishwa kwa mwili wa ndugu yetu Jeffrey Olaki Emesu, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Roho za wenye haki zimo mikononi mwake Mungu, wala nguvu za kuzimu hazitawagusa, wamo katika amani. Mwenyezi Mungu wa milele, Baba yetu wa mbinguni, unayetupenda sisi kwa upendo usio na kikomo, ugeuzaye kivuli cha mauti kuwa nuru ya asubuhi, utusaidie Bwana kungoja wewe tukiwa na mioyo iliyotulia na yenye unyenyekevu. Wakati wa huzuni zetu, Bwana, wewe mfariji, na kwa uvumilivu na kufarijana na maandiko matakatifu tuwe na tumaini na kutoka katika giza na maumivu ya kifo,
ili tuingie katika nuru na amani ya utukufu wako kwa Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu. Andiko linasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, nami naenda kuandalia ili mahali nilipo nanyi muweze uwepo. Baba mfalme Mungu, tunakutukuza ya kwamba kwa tendo hili uonekane katikati yetu tunapokwenda kupumzisha mwili huu wa mtumishi wako huyu Jeffrey Olake Mesu. Andiko nasema mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Yani amini mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na kila aishi na kuniamini atakufa kamwe hata milele. Sasa Kristo amefuka katika wafu ulimkulao waliolala. Maana kwa kuwa mauti uletwa na mtu, kadhalika na ufufuo wa wafu uletwa na mtu. Maana kama katika Adamu wote wanakufa, hivyo katika Kristo wote watauishwa. Usiogope Jeffrey Olake Mesu. Kristo asema mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai tena na hata milele na milele. Amen. Asante. Basi naomba utaratibu uendelee wa kushusha mwili. Yes, ni safari ya mwisho ya kaka Jeffrey Olake ambaye anakwenda kupumzishwa katika makaburi yaliyoko hapa Kinondoni jijini Dar es Salaam. Jeffrey amezungumziwa kwa mengi mazuri ambayo amefanya enzi za uhai wake, na Jeffrey alikuwa ni wakili, na mawakili wenzake waliofanya nao kazi wamemwelezea namna ambavyo watamkumbuka kwa upendo wake, kwa uchapakazi wake, namna alivyokuwa mtu wa watu, namna alivyowapenda watu, kuwathamini watu. Lakini marafiki na vikundi mbalimbali wameelezea upendo wa Jeffu, wameelezea namna ambavyo Jeffu alikuwa ni mtu wa pekee, aliwapenda watu. Jeffu ameeleza watu wengi, kila mmoja akimwelezea kwa namna ambavyo alikuwa ni mtu wa kipekee. Amefikwa na mauti ghafla kwa kuugua kwa muda mfupi na kuondoka akiwa ameiacha familia yake bado ikiwa inamhitaji, lakini pia jamii ikimhitaji katika nafasi yake ya uwakili aliyokuwa nayo. Hakika kaka Jeffu ameacha pengo kubwa kwa familia, lakini pia ameacha pengo kwa wafanyakazi wenzake aliokuwa akifanya nao, ameacha pengo kwa marafiki pia ambao kila mmoja wanamwelezea kwa namna alivyokuwa ni kijana wa upekee. Alikuwa anapenda watu, alikuwa anajali watu, alikuwa ni kijana ambaye pia ni mtoaji, alikuwa pia anapenda kusaidia watu wanapokuwa na uhitaji. Hakika atakumbukwa na mengi mazuri, na sisi ambao tumebaki ndio wa kujijaji kwamba mimi na wewe tuliobaki tumejiandaaje, tukijua kwamba sisi sote ni wapitaji, ni wasafiri, na kila mmoja ataondoka katika maisha haya, ni ya muda. Sisi sote ni wapitaji na kila nafsi itaonja mauti. Basi ni ibada sasa ya kwenda kukamilisha safari ya mwisho ya kaka Jeffrey, na mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye anaongoza ibada hii ndiye baba yake wa kiroho ambaye alikuwa akimuongoza kama mchungaji wake, ambaye alikuwa akisali pale katika kanisa ambako mwili wake umeagwa, na wakitoa heshima za mwisho kwa washirika wa mahali pale na ndugu jamaa na marafiki. Baba, tunakushukuru, asante kwa fursa hii ya kuweka mwili huu mahali hapa pa maziko. Tunakushukuru ya kwamba katika yote Bwana pokea sifa, utukufu na heshima. Wewe ambaye kupitia Ayubu andiko lasema Bwana ulitoa na Bwana ulitoa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Naomba kama kuna baby unayeweza, wewe ndiwe
wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Subiri ndugu watafanya baada ya zira. Unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Baba, kwa vile ilivyokupendeza wewe Mwenyezi Mungu kuichukua roho ya huyu ndugu yetu, kaka yetu Jeffrey Olake Mesu aliyefariki, sisi turudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, kwa matumaini thabiti pasipo shaka ya ufufuo uzima wa milele kwa udongo. Karibuni ndugu na jamaa, karibu. Zawadi lea wanangu, ila roho yangu tu. Pokea sifa hizi Bwana, tena tena uzibariki Bwana, uzijaze, uzijaze baraka. Pia na roho yangu, mimi toe nini ambacho cha thamani kwangu, ila roho yangu tu. Pokea tena tena uzibariki Bwana, uzijaze, uzijaze baraka. Pia na roho yangu, mimi pia na roho yangu. Tuonane paradiso, tuonane paradiso, tuonane paradiso, kwenye mji wa raha na taji tutavikwa, na taji tutavikwa, na taji tutavikwa, kwenye mji wa raha. Kuadhimisha Mungu, tunakutukuza. Asante Bwana, wakati huu tunapofunika Bwana neno hili ambalo mtumishi wako Jeffrey Olake Mesu amelala, tunakurudishia sifa, utukufu na heshima na adhama. Jeffrey Olake Mesu akishamaliza kulitumikia kusudi la Mungu katika kizazi chake alilala. Baba, tunakushukuru ya kwamba wewe ambaye unapelekea watu kulala, wewe ndio unapelekea siku moja waliolala kuamka. Hilo ndio tumaini letu na tegemeo letu ya kwamba Bwana uhakika ulichokisema itatimilika kwa ndugu yetu huyu. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tumeomba. Amen. Basi karibuni mafundi ili weza kufunika. Simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha Mwokozi atanitosha.
Wakati huu ni utaratibu wa kuweka msalaba. Maandiko yanasema msalaba kwa wanaopotea ni upumbavu, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya nini? Ya Mungu. Msalaba kwa wanaopotea ni upumbavu, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Tunapoweka msalaba huu kama kanisa kupitia familia, kumaanisha kwamba Jeffrey katika imani alibatizwa, katika imani alifunga ndoa, katika imani alikuzwa, alimkiri Yesu. Maandiko yanasema huyu Yesu, ushindi tuliopata kupitia kazi yake ya thamani pale msalabani. Ndiye anasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 14, anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa amelaaniwa ingekuwa juu ya mti, ili baraka Ibrahimu wafikie mataifa katika Kristo Yesu. Kwa njia ya msalaba tumekombolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi hapa tunaweka msalaba huu kama ishara, huyu alilala ameamini, na siku Kristo akija naye atafufuliwa, ikiwemo na ishara hii ambayo Kristo alithibitisha kwa ukombozi wetu pale msalabani. Ndugu zangu, misalaba iko mingi, si ndio? Pale Kalvari kulikuwa misalaba mingapi? Mitatu. Miwili ilikuwa wanyang'anyi, mmoja ulikuwa wa nani? Wa Yesu. Siku hizi misalaba ni mingi, lakini kujiuliza wako ni wa nani? Ni wa Yesu ama ni wa mnyang'anyi? Hata Diamond ana msalaba. Yule anaitwa Harmonize ana msalaba. Yule anaitwa Chris Brown ana msalaba. Watu na misalaba, lakini sisi hatuweki wa mnyang'anyi, tunaweka wa Yesu. Kwamba ni nguvu ya Mungu tunaisimika hapa. Hakuna mchawi, hakuna kinyamkera, hakuna kibwengo na uchukua mwili uliowekwa mahali hapa, kwa sababu tumeusilimika msalaba wa Yesu. Basi kaka, karibu sana. Bwana Yesu na ubariki msalaba huu ambao mtumishi wako Samson Okare atusimika. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuleteni kama jiwe huku kushikizia aweze kusimama vizuri. Yes, mara baada sasa ya kuweza kuweka mwili wa marehemu Jeffrey, ni zoezi sasa la kwenda kuweka shada za maua. Tutakuwa weka mashada mbalimbali, familia, mke, mama wa marehemu, ndugu, jamaa na marafiki wa karibu wa marehemu Jeffrey. Ya, huyu ni mchungaji mahali alipokuwa akiabudu marehemu Jeffrey. Huyo ni mchungaji wa kanisa lile la Presbyterian lililoko pale Upanga, akiwa anaweka taji ya maua kwa mshirika wake ambaye amemwelezea alikuwa ni mshirika mwaminifu ambaye amekulia pale pale kwenye lile kanisa, lakini amepata pia ndoa pale, amefunga ndoa pale na mke wake. Kwa hiyo hakika kanisa nalo pia watamkumbuka. Huyo ni mama yake na marehemu Jeffrey, akiwa anaweka shada ya maua kwa mtoto wake Jeffrey ambaye tayari tunaye tena katika ulimwengu huu wa sasa. Kaka zake na dada zake nao pia wanapata wasaa wa kuweza kuweka shada ya maua kwa mpendo wao. Ni safari ya mwisho kabisa ya mpendo wetu Jeffrey, ambaye tayari amekwisha kuwekwa katika kaburi hili, katika makaburi yaliyoko hapa Kinondoni. Huyo ni kaka yake na mke wake pia hapo akiweka shada ya maua kwenye kaburi ya mume wake. Amebeba shada
ya maua nzuri sana, lakini pia kaka yake na dada zake nao pia wamepata wasaa kuweza kuweka maua kwa penzi wao na rafiki yao walimpenda sana, ambaye historia yake sasa inakwenda kuishia hapa siku hii ya leo ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 5, wakiwa wanaenda kuifunika kabisa. Historia yake inabaki kuwa ni historia katika yale mema mazuri ambayo aliyafanya enzi za uhai wake. Marehemu Jeffrey alikuwa ni kipenzi cha watu, alikuwa ni mpendwa aliyependwa na watu wengi, aliyependa watu wengi, lakini kitaaluma alikuwa yeye ni wakili, akiwa amefanya kazi ya uwakili katika kampuni aliyokuwa akifanya, na wenzake waliokuwa wakifanya naye kazi wameendelea kumwelezea namna ambavyo alikuwa ni mtu chapa kazi, lakini aliyependa watu. Wanayofuatia ni wakwe, na hivyo wanaeleza namna ambavyo watamkumbuka kwa mengi mazuri ambayo ameyafanya. Hakika maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi, na sisi hapa duniani tu wapitaji, ni wasafiri. Sisi ambao tumebaki ndio tunaotakiwa kuendelea kujiuliza, je, sisi tumejiandaaje katika maisha haya, tukijua kwamba nasi tutapitia njia hii ambayo amepitia Jeffrey. Yeye amemaliza safari yake ya hapa duniani, lakini wewe na mimi tumejiandaaje au tunajiandaaje katika maisha yetu tulio hapa duniani? Yale tunayoyaishi, watu watakukumbuka kwa yapi? Jeffrey wanamkumbuka kwa mema mazuri, wanamwelezea kwa moyo wake wa upendo, kwa moyo wake wa ukarimu, wanamwelezea kwa mengi mazuri ambayo ameyafanya na ambayo watamkumbuka, lakini pia watayaiga kutoka kwake na watayaishi akiwa ameacha alama kubwa kwao. kaka zake na dada zake. Yes, ndugu zake kutoka kule nchini Uganda wamefika pia, nao wanapata wasaa kuweza kuweka taji ya maua. Marehemu Jeffrey, baba yake ni mzaliwa kutoka kule nchini Uganda, hivyo watu kutoka kule nchini Uganda, baba zake wadogo, mashangazi na ndugu zake wa karibu wanaoishi kule nchini Uganda, nao wamekuja kutoka kule nchini Uganda kuja kumwaga mpendwa wao, mtoto wao, mdogo wao na kaka yao ambaye amefariki na kuondoka katika maisha haya tunayoyaishi. Wewe ambaye umeendelea kufuatilia kituo hiki cha matangazo cha NY TV, toka tumekuwa tukikuletea matangazo haya kuanzia jana pale nyumbani na mpaka leo hii tunapoendelea kukuletea matangazo haya, ni kushukuru sana. Karibu sana kwa ajili ya matangazo mbalimbali kupitia kituo chako bora cha matangazo cha NY TV. Ni kukaribishe kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NY TV. Wafanyakazi wenzake, mkono advocate, pamoja na mwakilishi wa Wikicha. Mwakilishi wa Wikicha. Unachukua mmoja unampa mwingine batch, unampa mwingine batch. Unampa mwingine batch ndio naye. Mwakilishi wa Wikicha. Majirani na marafiki zake wote.
wenye mashada, wenye maua, waridi. Marafiki zake kama ubafizi. Hapo ni waridi, zipo hapo. Marafiki zake wote. Marafiki zake marafiki wa Jeffrey mpendwa wetu, kaka yetu. Yes, kutoka hapa katika makaburi ya Kinondoni tulikuwa tukikuletea tukio la msiba wa mpendwa wetu kaka Jeffrey. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kutufuatilia toka tumeendelea kukuletea tukio hili. Ni kukaribisha sana kwa matangazo mbalimbali kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo kwa habari mbalimbali. Karibu sana kwa matangazo na nikukaribishe kusubscribe channel yetu ili uweze kuhabarika na matukio na habari mbalimbali ambazo tunakuwa tukikuletea kupitia channel ya NYTV. Nilikuwa naye director Pasco William ambaye amehakikisha matokeo haya Yes, ni kushukuru sana. Mimi ni Messi Malo, nilikuwa naye director Pasco William ambaye amehakikisha matangazo haya yamekufikia popote ulipokuwa ukifuatilia ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Wakiwa wanakuja wakilisha TLS, wajiandae wasimamizi wa ndoa ya Jeffrey na Rose. James Waithera. James Waithera, karibu. Waithera. Alafu Bunches za Red, marafiki, ndugu na jamaa. Bunches za Red. Kwa ajili ya kupiga picha. Dada, kwa ajili ya kupiga picha. Wawakilishi wa Kumekucha. Wawakilishi wa Kumekucha, mashada yenu tafadhali. Kuna jamaa? James and family. James and family. Karibu. James and family. Kumekucha. Watoto wa kaka yake marehemu Joshua na Jolene, mashada yenu tafadhali. Watoto wa kaka yake marehemu Joshua huyo namwona na Jolene. Na baada ya hapo mwakilishi wa Wikicha, mwakilishi wa Wikicha, bado shada lako liko hapa tayari kuwekwa kwenye eneo la. Na baada ya hapo itakuwa kundi la mwisho nafikiri, Ugandan Community wa Dar es Salaam. Karibuni. Ugandan Community in Dar es Salaam. Asanteni. Uganda.
Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Tuombe. Mwenyezi Mungu uliomtoa mwanao wa pekee kwa ufufuo na uzima, utufue nasi pamoja naye, tukuomba tutoke katika mauti ya dhambi tukaingia katika uzima wa milele, ili tutakapotoka katika maisha haya tumwishie yeye kama ilivyo tumaini kwa huyu ndugu yetu Jeffrey Olang Emesu. Na mwishoni, Bwana, tupate baraka zako na ukisikia ukisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Utupe yote tukusihi, Baba mwenye rehema, kwa Yesu Kristo mpatanishi na mwokozi wetu. Amen. Thank you, Reverend. On behalf of the family of the late Joshua Okare Emesu, we want to thank the Tanzanian community. You have shown us love, you have given us hope, and you have encouraged us. We want to thank you, and thank you, and thank you. Amen. God bless all of you. We also want to thank the church for conducting this funeral service. God bless you. Amen. Kwa niaba ya familia, napenda kuchukua nafasi hii washukuru wote sana kwa upendo mkubwa sana mliotuonyesha. Nafikiri habari hizi wengi tuwafikia zilikuwa kwa shock kubwa sana, lakini sisi kwa shock zaidi. Lakini kuanzia Jumatatu ile nikaamka binafsi wasijui itafikaje hata Jumatano, lakini kwa upendo wenu, kwa jinsi mlitokeza kutufariji ukiwa na sisi, imetutia nguvu sana mpaka leo kumfikisha mdogo wangu hivi, na furaha kubwa sana. Naomba Mungu awabariki wote na wapenda na kuendeleza na upendo huu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi na sisi kwa niaba ya kanisa, wazee wa kanisa na kanisa lote la Presbyterian Church of East Africa, St. Columbus Parish, tunashukuru sana familia Okare. Mungu mbinguni endelee kuwabariki, endelee kuwapa uzima na afya tele. Mliotoka Uganda, mliotoka Kenya, mliotoka katika viunga vyote vya nchi ya Tanzania, Mungu watunze wakati mnapokuwepo, hata mnaposafiri kurudi katika maeneo yenu na katika nchi zenu. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini pia washukuru watu wote, jamii zote tuliokusanyika mahali hapa, wa dini tofauti, madhehebu tofauti, wa kabila, wa rangi mbalimbali ambao tumekusanyika mahali hapa. Niwashukuru sana kwa upendo huu. Kama nilivyosema, kanisani tunaishi katika dunia inayokwenda haraka sana, ambayo watu tuna majukumu mengi, na ni lazima na wewe uwe busy ili kutimiza majukumu. Lakini pamoja na huo busy wenu, lakini bado mmeshirikiana na familia hii kulifanya jambo hili. Hiyo ndio moja ya sifa ama tunu tulizonazo kama Watanzania. Nilichosema tujiandae. Wenzetu Waislamu wanasema swali kabla hujaswaliwa, na sisi tunasema na wewe pia jiandae. Kazi ya nyumba za ibada usisahau, ujitoe kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nisaidie kumpa jirani yako wifi, mwambie jiandae. Kazi ya jicho, hata kama ni jicho kali kama la mwanga leo huko usiku, mwambie jiandae. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante.